Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsifu Yesu Kristo na Bwana Yesu asifiwe. Waganga tai, wanafunzi tai na wanaafrika tai kokote mliko ulimwenguni. Naam, ndugu zangu, leo na ripoti kutoka visiwa vya Zanzibar. Leo na ripoti kutoka hapa visiwani Zanzibar, ambapo nimekuja kwa shughuli maalum kulingana na harakati zetu za kihuduma. Nitakuwepo hapa, Mwenyezi Mungu akijalia. Nafikiri kesho nitarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na majukumu mengine. Leo ikiwa ni Jumapili, toka Jumamosi nilikuwa hapa, leo Jumapili na kesho Jumatatu, Mwenyezi Mungu akijalia nitarejea Dar es Salaam kuendelea na harakati zingine. Ndugu zangu, nimeona leo kuweza kushare na ninyi klipu hii ndogo ya faida. Hii ni klipu ya faida kwa wote. Klipu ya faida kwa wote, nikiwa na maana kwamba klipu ya faida kwa madaktari wenzangu, lakini pia ni klipu ya faida kwa wanafunzi. Kwa hiyo naomba utege sikio lako vizuri uweze kunisikia. Halafu naamini ukienda kuyafanyia kazi itakuwa ni faida kwako. Na hiki ninachokwenda kukitoa hapa saizi si cha kulipia, yani hulipii chochote, na kwenda kukupa faida hii bure kabisa pasina kuweza kulipia chochote. Na huo ndo utamaduni wangu daima wa kutokukaa na faida peke yangu tu, hali ya kuwa najua sisi wanadamu ni temporary. Leo nipo, kesho sipo. Kwa hiyo mkivuna madaktari wenzangu, siko duniani, mtakuwa ni wenye kuweza kusaidia watu. Lakini pia watu vile vile, kama una tamaduni ya kuweza kuhifadhi, basi naomba uhifadhi hii kwa ajili ya faida yako wewe pamoja na kizazi chako. Asante. Sasa naomba niende moja kwa moja. Kwanza, kabla sijaenda kwenye kile nilichokuwa nimekukusudia leo, naomba niende moja kwa moja kwenye kutoa zawadi. Japo zote ninazozitoa leo hapa ni zawadi, lakini zawadi niliyokuwa nimeikusudia ya kwanza kabisa, nakupa faida hii ili baadaye usiende kuweza kutaka kuuliza tena. Naenda kutoa faida ya maradhi ya tumbo, dawa ya maradhi ya tumbo. Halafu ndio niende kwenye somo langu. Mpenzi mtazamaji, endapo kama umepatwa na changamoto yoyote ya maradhi ya tumbo, labda tumbo linakusumbua takriban karibu wiki 2, wiki 3 au miezi 2, miezi 3. Kwanza, unapopatwa na changamoto hiyo, kitu cha kwanza cha haraka zaidi, mimi nataka nikupe hapa First Aid. Yani kitu cha haraka, huduma ya kwanza ya haraka. Yani nakupa dawa hii kwa sababu tumbo lina sababu karibu 2 mpaka 3 ambazo ni kuu. Unaweza ukawa una maradhi ya tumbo ambayo yanasababishwa na uchawi. Labda pengine umelishwa uchawi ndani ya tumbo lako. Umeota unalishwa chakula. Hujui kile chakula kina nini. Matokeo yake unaamka labda tumbo linaanza kukuuma. Faida hii nayokwenda kukupa itakuwa ni msaada mkubwa kwenye uchawi huo. Lakini pia unaweza ukawa na changamoto ya machango haya ya kina mama, machango ya kiume, tumbo kuuma. Yani una kawaida ya tumbo ukiamka linauma sana. Sasa hii inaenda kukupa faida tena ambayo itakuwa ni msaada mkubwa kwako. Na kabla sijaenda hapo kwenda kukupa faida, naomba tu nikukumbushe kwamba si kila ndoto ni salama. Si kila ndoto ni salama. Nimezungumza hivyo kwamba unaweza ukaota labda unalishwa chakula ukaipuudhia tu hiyo ndoto, lakini mwisho wa siku ikawa na maana kubwa sana kwako, baadaye ikakukosti kwenye maisha, ikakukosti kwenye upande wa maradhi. Umenielewa? Kwa hiyo tusiwe wepesi wa kuweza kudharau ndoto. Kuna dada yangu mmoja ameota ndoto takriban kama wiki 2 nyuma, nimepata taarifa zake huko Tabora. Aliota ndoto kwamba analambwa na mbwa anamlamba kwenye mguu. Alivyoota ile ndoto, mbwa amemlamba kwenye mguu, alivyoamka asubuhi maumivu ya huo mguu yalianza pale pale alipoota amelambwa na mbwa. Umenielewa? Mpaka leo yale maumivu yanamtesa. Mpaka leo yale maumivu bado yanamtesa. Kwa bahati nzuri niliweza kutoa mwongozo ambao kwa sasa wako kwenye maandalizi hayo huko. Wanafuata ule mwongozo nilioutoa kwa ajili ya kuweza kuua ule uchawi.
uchawi wa mbu aliyekuwa amemlamba kwenye mguu. Kwa na imani kabisa kwamba kama ataufuatisha vizuri na atakuwa sawa sawa. Sasa nirudi kwenye mada yangu ya msingi. Unapopatwa na changamoto ya maradhi ya tumbo, ima tumbo hilo limeanza kukuuma labda baada ya kuweza kuota ndoto unalishwa chakula, ukiwa usingizini kwenye ndoto, ima iwe ni chango tu la kawaida kwa kina mama, haya machango, au chango la kiume kwa wababa, basi unachotakiwa kufanya wewe, first aid, ile huduma ya kwanza, chukua majivu ya jikoni. Chukua majivu ya jikoni. Kwa wale ambao hawajui majivu, namaanisha kwamba pale sehemu ambapo wanapopikia, wanapochochea kuni zile, pale wanapopikia pale, moto si unawaka, baadaye si umeshazimika ule moto, yale majivu. Kwa sababu kumbuka kuna utofauti, kuna mkaa ni ule ambao umeungua mweusi. Majivu ni yale ambayo yanakuwa ni kama meupe. Hayo ndio yanaitwa majivu. Chukua hayo hata kama ni vijiko, chukua hata kama ni vijiko 5, sawa? Tia kwenye kikombe au bakuli. Kisha chukua chumvi ya mawe, punje 3, 4 au 5. Inategemea na ujazo ambao umechukua majivu. Weka humo. Chukua maji kikombe kimoja, kikombe kimoja kile cha chai, maji. Tia humo. Umenielewa? Halafu koroga. Ukisha koroga, subiri ndani ya dakika 10 mpaka dakika 15. Maji utakayoweka humo ni ya baridi tu. Na ni vizuri zaidi kama utapata maji ya mvua au maji ya kisima. Maji ya mvua au maji ya kisima ni nzuri zaidi. Lakini ukikosa maji ya mvua au maji ya kisima, basi tumia hata maji ya Dawasco haya ya kwenye bomba. Japo tunasema kiafya ni maji ambayo si salama sana, kwa sababu yanawekwa dawa. Yani yale maji huwa yanawekwa dawa mle. Kwa hiyo kunakuwa na chemical mle kwenye dawa. Au haya maji ya dukani haya ambayo tunayokunywa, na yenyewe ni miongoni mwa maji ambayo huwa yanawekwa chemical mle, ambayo kimsingi kwa mwanadamu inakuwa sio vizuri sana. Na ndio maana nimesisitiza maji ya mvua au maji ya kisima ambayo unaweza ukaweka humo. Ila ukikosa kabisa, wanasema simba akiziliwa anakula hata majani. Kwa hiyo ukikosa kabisa hayo maji ya tabaka 2 niliyokuambia, unaweza ukatumia hata maji ya bombani au maji ya dukani, endapo tu umekosa kabisa. Chukua kikombe kimoja, tia humo kwenye bakuli lako ambamo umeweka majivu, vijiko vyako labda 5, pamoja na punje 4 za chumvi ya mawe umeweka humo. Koroga. Ukisha koroga umemaliza, acha ndani ya dakika 10 mpaka dakika 15. Kisha chota yale maji. Tayari yatakuwa yameshajitembeka, kwa sababu utakapokuwa umekoroga alafu ukaacha ndani ya dakika 10 mpaka dakika 15, ina maana lile jivu litakuwa limejikita, limeshuka chini, halafu yamebaki maji juu. Sasa jitahidi yachuje yale maji ya juu, yale ndo utakayoyatumia wewe kunywa. Yale maji ya juu yale ndo utakayoyatumia wewe kunywa. Kunywa asubuhi, sawa? Kwa sababu hayo maji ukishayanywa tu, katika mwongozo huo niliokupa umeyatengeneza hivyo, ukishayanywa kama tumbo lako linakuuma, lazima ndani ya dakika 5 mpaka 10 tumbo lako litapoa. Halitakuwa na maumivu ya namna yoyote yale. Haijalishi tumbo hilo ni la uchawi, haijalishi tumbo hilo ni la kawaida. Ndani ya dakika 5 mpaka 10 tumbo hilo litakuwa limepoa kabisa. Wakati huo unajiandaa kuweza kufanya research, kufanya tafiti kwamba maradhi ya tumbo lako yanatokana na nini. Kwa hiyo hiyo ni huduma ya kwanza ambayo unaweza ukaifanya na tumbo lako likapoa, wakati unajiandaa kwenda kufanya uchunguzi, tumbo hili ni kwa nini linakuuma. Ima unaweza ukaenda kuliangalia kwa madaktari wa tiba asili kuweza kujua labda tatizo la tumbo lako linatokana na nini, au unaweza ukaenda hospitalini kuweza kutizama kujua kwamba tumbo lako linatokana na nini. Lakini huduma ya kwanza ambayo inaweza ikakuponesha kwa haraka ni huo mwongozo nilioutoa.
Kama ni tumbo tu la kawaida unaweza ukapona mazima, lakini kama ni tumbo la uchawi, hii dawa hii ambayo nimekupa maelekezo saa hizi inaenda kubatilisha uchawi wote uliolishwa. Kama endapo labda tatizo linatokana labda na uchawi umelishwa usiku, basi kuna uwezekano mkubwa wa dawa hiyo kwenda kubatilisha ule uchawi ndani ya tumbo lako na ukawa sawa sawa. Umeelewa vizuri? Hiyo ni dawa ambayo nakupa faida. Ni simple sana, ni dawa nyepesi mno ambayo inaweza ikakusaidia kwa muda mfupi sana. Umeona? Ukikosa jivu unaweza ukatumia kitu kinaitwa usembe. Kuna ile inaitwa usembe mkali. Pia na wenyewe ule ukioloweka yale maji ukiyanywa yanaenda kubatilisha kama ni uchawi wa namna yoyote, unaenda kubatilika ndani ya tumbo. Lakini the best ni hilo jivu nililokuambia mimi. Utanikumbuka hakika baada ya kuwa umeweza kutumia jivu hilo kwenye maradhi ya tumbo. Sasa twende kwenye somo. Hiyo ni faida nimekupa miongoni mwa faida ambazo nakwenda kuzitoa. Twende kwenye somo ambalo nilokuwa nimelikusudia. Ndugu zangu, kumekuwa na galika kubwa sana kipindi hiki. Nimekuwa kwenye tafiti kwa muda mrefu, takribani miezi 6 nikiwa ndani ya tafiti, kuweza kuona namna gani watu wanavyoteswa na haya maradhi ya ganzi za miguu. Yaani yamekuwa ni maradhi ambayo, yani naweza nikasema kwamba ni miongoni mwa maradhi ambayo yamekuwa ni kero. Maganzi za miguu, yani imekuwa ni miongoni mwa maradhi ambayo ni kero, kama ambavyo leo tunavyoona sukari, pressure, ni maradhi ambayo ni miongoni mwa maradhi kero kwa mwanadamu. Sasa leo nimekuja nizungumzie habari za ganzi za miguu. Nimefanya tafiti zangu kwa takriban miezi 6 tu, nimekwenda kugundua maradhi ya ganzi za miguu. Sawa, kuna ganzi za miguu za kukanyaga madawa huko kwenye manjia panda, huko tunakotembea huko kwenye njia. Lakini pia kuna ganzi za miguu za kulogwa. Yaani mtu unaweza ukapita tu njiani ukakanyaga madawa yalikuwa yametegwa njiani, bado ukapatwa na hilo tatizo la ganzi za miguu. Lakini pia mtu anaweza akakukusudia ubaya, kukuloga, akakupachikia maradhi ya ganzi za miguu. Miguu ikawa inakutesa, inauma na inakuwa na ganzi. Umenielewa? Lakini pia unaweza usilogwe wala usikanyage madawa kule kwenye njia. Tatizo kubwa ambalo nimejaribu kuweza kulifanyia tafiti kwa kina, maradhi ya miguu yanatokana na kutumia viatu kwa muda mrefu. Naomba unisikilize. Unaweza ukaona kwamba huu ni upuuzi naozungumza hapa, lakini amini hiki ninachokwambia. Matumizi ya viatu kwa muda mrefu yanasababisha kwa 75% maradhi ya ganzi za miguu. Unatoka nyumbani una viatu, unaenda kazini kwako uko kwenye viatu, unatoka kazini kurudi nyumbani uko kwenye viatu, unatoka kwenda sokoni uko kwenye viatu, unatoka siku na mahali popote unakokwenda wewe ni viatu, ni viatu, ni viatu, ni viatu, ni viatu. Kadiri umri unavozidi kwenda ndipo ambapo unapokwenda kupatwa na maradhi hayo ya ganzi za miguu. Kwa sababu gani? Unatumia muda mwingi kuvaa viatu. Hii ardhi ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu ina faida kubwa sana ndugu zangu. Ina faida kubwa kuliko unavyofikiria. Hebu jenga utamaduni, angalau kwa wiki tembea peku mara 2. Nazungumza haya maneno unaweza kaniona kama sasa Dr. Riziki amechizi, lakini nakupa faida ambayo utakuja kunikumbuka. Hii ardhi ina madini mazuri sana ya kwenda kuimarisha mifupa yako ya miguu. Ina madini mazuri sana ya kwenda kuimarisha ngozi yako ya miguu, huku chini huku ninakosema huku kwa kukanyagia huku. Kwa sababu ikumbuke Mwenyezi Mungu sio mwenda wazimu. Mwenyezi Mungu sio kichaa. Umeelewa vizuri? Na kama huniamini katika hili, fanya tafiti zako ndogo tu. Maradhi ya ganzi za miguu. Wanaoishi mijini wanaongoza kwa maradhi ya ganzi za miguu kuliko watu wanaoishi kijijini. Kwa sababu mtu anayeishi kijijini unaweza ukakuta
ndani ya wiki moja, yani siku 7, kaishatembea kwa miguu karibu siku 4 au 5. Katembea kwa miguu. Na huyo huwezi kukuta anakulalamikia habari za ganzi za miguu. Ni mwiko mkubwa, lakini vilio vingi vya ganzi vya miguu vinatoka huko. Sasa nakupa hii faida wewe ambaye tayari umeshaathirika na ganzi la miguu, ambaye hujui ganzi hilo la miguu linatokana na nini. Labda pengine umelogwa, au labda pengine ni kwa sababu ya matumizi ya viatu kama ninavyosema, au umekanyaga madawa. Wewe ambaye hujui, basi nakushauri nenda kwa madaktari wa tiba asili, fanya tafiti hiyo kwanza kwamba maradhi yako ya miguu yanasababishwa na nini. Ima matumizi ya viatu ya kuchwa asubuhi, mchana, jioni, ima hivyo, au labda pengine umekanyaga madawa. Daktari atakuthibitishia kwamba maradhi yako ya miguu labda pengine umekanyaga madawa, atakutibu, utapona. Labda pengine maradhi yako ya miguu umelogwa, atakutibu, utapona. Maradhi yako ya miguu ni kutokana na matumizi ya viatu kwa muda mrefu, atakushauri. Na hili nakushauri, nakwambia hapa, kama tayari umeshaathirika, cha kufanya, tafuta location nzuri ambayo inakuwa haina miba. Fanya mazoezi ya kutembea, angalau tembea ndani ya masaa 2. Tembea ndani ya masaa 2 kwenye kuukanyaga mchanga, tena mchanga ambao ni mzuri. Nakushauri mchanga ambao ni mzuri. Jenga utamaduni wa kwenda beach kwa ambao wako kwenye maeneo ya mito, maziwa na bahari. Tembeleeni sehemu hizo. Ule mchanga wa baharini ule, unapotembea ndani ya lisali moja, ndani ya masaa 2, kwanza una faida karibu mara 2. Una chumvi ule mchanga ambao kimsingi unakupa madini joto. Chumvi ina asili ya kukupa madini joto ndani ya mwili wako. Unaweza ukapata faida ya kuweza kukomaza mifupa yako kupitia chumvi hiyo ya asili. Kwanza ikumbukwe, chumvi ya baharini ndio hii chumvi ambayo tunasema chumvi ya asili, chumvi ya mawe. Hiyo inatoka baharini. Kwa hiyo na ndio maana unaona maji ya bahari hayakosi kuwa na chumvi. Lakini pia mchanga wa baharini haukosi kuwa na chumvi. Unapojenga utamaduni wa kwenda baharini, kwenda kukanyaga ule mchanga, kutembea tu ndani ya lisali moja mpaka masaa 2, unaenda kupata faida mojawapo. Wewe ambaye umeathirika tayari na ganzi la miguu, kwanza ni kuweza kuondokana na ganzi hilo la miguu. Sawa? Faida ya pili, unaenda kuvuna madini joto ndani ya mwili wako, ndani ya mifupa yako. Lakini faida ya tatu, kwa kuwa tayari kule kuna chumvi ya mawe ya athiri, na tulishajifunza kwenye masomo yetu kwamba chumvi ni miongoni mwa dawa kubwa sana ya kuweza kubatilisha uchawi. Unaweza ukajikuta wewe umelogwa au changamoto za miguu katika ganzi, au labda pengine umekanyaga madawa kule njia panda. Unaweza ukaenda kutembea baharini kwenye ule mchanga ndani ya masaa 3. Jenga huo utamaduni ndani ya wiki zako 2 tu. Wewe ambaye tayari umeshaathirika, ndani ya wiki zako 2 tu, ikifika jioni nenda bichi, tembea kwenye ule mchanga, Ndani ya wiki zako 2, nipe majibu ya hayo maradhi ya miguu. Nipe majibu ya hayo maradhi ya ganzi za miguu. Umefikia wapi? Utanipa majibu na hakika utanikumbuka kwenye hii faida ambayo nakupa leo. Jitahidi sana kujenga utamaduni wa kwenda kukanyaga ule mchanga beach. Wewe mwenye tatizo, vua viatu, kanyaga ndani ya saa nzima, tembea, rudi, tembea, hata kama ni masaa 2, nenda nyumbani kapumzike. Kesho tena jioni umeshatoka kwenye shughuli zako, nenda beach, kakanyage ule mchanga. Hivyo jenga tamaduni hizo ndani ya wiki 2, halafu nipe maendeleo ya ganzi lako la miguu. Ima liwe la kulogwa, ima liwe la bahati mbaya, labda la kutokana na matumizi ya viatu sana. Wewe nenda baharini, nenda kavune faida hiyo ya chumvi ya mawe kule baharini. Umeelewa vizuri? Na kama labda pengine kwenye mikoa ambayo hakuna bahari, hakuna maziwa, na kushauri unaweza ukatumia tu hata uwanja wa nyumbani kwako. Sasa kwenye wale ambao wanakuwa wana changamoto ya ganzi za miguu za kulogwa, na kushauri nenda kwa madaktari
wa tiba asili, kama endapo hauko karibu na ziwa. Umenielewa? Au naweza nikakupa faida nyingine hapa hapo. Jitahidi tu pambana uweze kupata maji. Yaani unaweza ukawa huko labda mkoa ambao hauna ziwa karibu, yaani ziwa linakuwa halipo au bahari inakuwa haipo karibu. Fanya kitu kimoja, nakupa faida hii. Wewe mwenye ganzi la miguu, ima liwe la kulogwa au ni la kawaida kulingana na matumizi ya viatu kwa muda mrefu, kachukue maji, hata kama itakuwa ni lita 20, maji ya bahari, yalete nyumbani, hata kama yasafirishe, hata kama ni mkoani, yakukute yale maji. Cha kufanya, unachukua sufuria lako, unaweka yale maji mle ndani, sawa? Ukishaweka yale maji mle ndani, maji ya bahari ambayo tayari yana chumvi, haina haja tena ya kuchukua chumvi ya mawe kutumbukiza humo, menyewe tu tayari yana chumvi. Ukishayaweka mle ndani, chukua jivu, tia mle ndani. Umeshanielewa? Ukishachukua jivu ukitia humo ndani, chukua miguu yako. Chukua ndimu, maji ya ndimu, tia mle. Halafu chukua yale maji yachemshe. Yale maji yapashe, yawe na vuguvugu, yani yasiwe yenye kukuunguza sana. Umenielewa? Yasiwe yenye kukuunguza sana. Kisha loweka miguu yako, tulia humo. Unasikia kabisa maji yanakuchoma. Anza kuwa unachezesha miguu yako mle, yani unasugua miguu yenyewe kwa yenyewe, inajisugua mle. Umenielewa? Unatulia humo ndani ya dakika 45, toa miguu yako. Fanya hivyo asubuhi na jioni. Hayo maji ambayo tayari umeshayawekea ndimu, unaweza ukayatumia hata ndani ya siku 2. Unaweza ukayatumia leo asubuhi na jioni, kesho tena ukayatumia hayo asubuhi na jioni. Halafu siku inayofuata ya 3 unabadilisha maji mengine, unatia ndimu tena na jivu lako, unachemsha tena, unaweka. Hivyo fanya hivyo kwa muda wa wiki 2, halafu nipe majibu ya ganzi lako. Nipe majibu ya ganzi lako linaendeleaje. Hakika utanikumbuka kwa hii zawadi ninayokupa leo. Kwa hiyo ndugu zangu, tujenge utamaduni wa kuwa tunavuna rasilimali tulizopewa na Mwenyezi Mungu kupitia ardhi. Magonjwa mengine tunajisababishia. Ganzi la miguu limekuwa ni kilio kikubwa sana miongoni mwa magonjwa ambayo yanawatesa watu. Na sababu miongoni mwao, baada ya kufanya tafiti, ni matumizi ya viatu kwa muda mrefu. Unapovaa viatu, tunavaa viatu kwa sababu ya kuto kuungua jua, nafahamu, lakini pia ya kuto kuweza kuchomwa na vitu vyenye ncha kali. Ndipo ambapo tunapodiriki kuweza kuvaa viatu. Lakini hukatazwi kuweza kuvaa viatu. Jenga utamaduni wa kuwa angalau unatembea peku mara 3 kwa wiki au mara 2 kwa wiki. Vuna madini yaliyopandikizwa kwenye ardhi ambayo Mwenyezi Mungu katupa bure kwa lengo la kuweza kuyatumia kuondokana na maradhi ambayo sio ya kilazima. Kwa hiyo nimekupa faida hiyo mimi baada ya kuweza kufanya tafiti zangu ndani ya miezi 6 na kwenda kugundua kwamba maradhi haya ya ganzi za miguu kwa 75% husababishwa na matumizi ya viatu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ninachokushauri, jenga tamaduni za kutembea peku angalau mara 3 kwa wiki kwa ajili ya kuweza kuvuna madini yaliyopandikizwa kwenye ardhi na Mwenyezi Mungu aliyotupa bure, ambayo hatujayatolea jasho wala kuyanunua. Vuna madini hayo. Na ndio maana hata mimi huwa nikienda mzimuni, mara nyingi sana pale mzimuni huwa napenda kuweza kutembea peku. Kwa nini? Ni kuweza kuvuna madini yaliyopandikizwa kwenye ardhi hiyo, niondokane na changamoto kama hizo. Kwa hiyo nakushauri hata wewe Mtanzania mwenzangu, Mwanaafrika mwenzangu, mwanafunzi wangu, madaktari wenzangu, tutembee kwenye nyayo hizo kwa ajili ya kuweza kuvuna. Nimeona ni share na nyinyi klipu hii ndogo leo kwa lengo la faida. Sina mengi ya kuweza kuzungumza katika hili, na imani utakuwa umevuna kikubwa sana kupitia elimu hii niliyoitoa. Nikiripoti kutoka Zanzibari hapa, kama nilivyotangulia kuweza kuzungumza, naomba kusema asanteni kwa niaba ya wote ambao umeshiriki kuweza kutizama kipindi hiki. Usisahau kusubscribe wewe ambaye hujasubscribe channel hii, kwa lengo la kuweza kupata faida katika vipindi vingine endelevu. Asanteni sana, niwatakie majukumu mema.